Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wangu mpendwa. Nimekuja ili niweze kushirikiana na wewe katika somo maalum sana ambalo linaitwa ni jinsi gani tunavyoweza kumwamini Yesu Kristo na kuokolewa. Tunaishi katika dunia ambayo Biblia inasema leo tupo, kesho hatupo. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kufanya maandalizi mazuri ya kiroho kwa ajili ya kukutana na Bwana Mungu muumba wako. Sikiliza somo hili, litakusaidia kukupa hatua zaidi katika kushirikiana na Mungu wako ukiwa hapa duniani. Karibu sana. Tunaposoma katika kitabu kile cha Mathayo sura ile ya kwanza na ule mstari wa 21, tunaona ya kwamba Biblia inasema ya kwamba nawe utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa wanadamu na dhambi zao. Kwa hiyo tatizo ambalo lilimfanya Yesu Kristo kuja duniani ilikuwa ni dhambi. Watu walikuwa wanazo dini, walikuwa wanaabudu, walikuwa wanatoa sadaka, lakini dhambi ndio ilikuwa tatizo kubwa ambalo lilimfanya mwanadamu ashindwe kuwa na uhusiano wa kweli na Mungu. Kwa hiyo ujio wa Yesu Kristo hapa duniani ulikuja kwa ajili ya kumfanya mwanadamu awe mbali na dhambi. Kwa hiyo mtu anaweza akawa na dini nzuri, akawa anatendi na kupata mafundisho mazuri, lakini mafundisho peke yake pasipo msaada wa Yesu Kristo, pasipo kumpa Yesu Kristo nafasi katika moyo wako, pasipo kuruhusu Yesu Kristo afanye matengenezo kwenye maisha yako, dini peke yake haiwezi kupatia ushindi wa dhambi. Hebu tutafakari pamoja jambo hili. Ni watu wangapi ambao wameishi katika familia, wamekuwa katika familia na wakafundishwa tabia njema katika familia tangu wanapokuwa wadogo kwamba hili ni jambo baya na halistahili, lakini paka wamekuwa wakubwa bado wanaishi katika mabaya hayo hayo. Tumekwenda shuleni, walimu wamefanya jitihada za kutufundisha na kutusaidia, lakini pia na hata tunapokuwa makanisani tunakutana viongozi wa dini wanatufundisha mambo ambayo Mungu hapendi na mambo Mungu anayopenda. Lakini ni watu wangapi wanaishi kwa kufuata neno la Mungu? Ni watu wangapi unapojaribu kufikiria? Je, watu hawajui kuua ni dhambi? Hawajui kuiba ni dhambi? Hawajui kutukana ni dhambi? Hawajui uzinzi ni dhambi? Sasa hayo yote yanatendwa kwa sababu hakuna nguvu ya neema ya Yesu Kristo katika mioyo ya mwanadamu. Pasipo Yesu kuingia kwenye moyo wako, itakuwa ni ngumu kwako kupata ushindi wa dhambi. Unaweza ukaishi maisha ya kidini na ukaendelea kuishi katika dhambi, na utambue ya kwamba hukumu ya Mungu inapokuja itakuja kwa kadiri ya maisha ulioishi. Na ndiyo maana tunaposoma katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 3 na ule mstari kuanzia wa 3, tunaona Biblia inasema ya kwamba na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Mstari wa 4 anasema kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Nanyi mnajua ya kuwa yeye alidhihirishwa ili aziondoe dhambi, na dhambi haimo ndani yake. Kwa hiyo unaweza kuona ya kwamba tunapozungumzia tumaini katika ufalme wa Mungu, kwamba tunahitaji baada ya maisha haya tuwe sehemu ya wale ambao wataingia katika ufalme wa Mungu. Tunaambiwa katika Biblia kwamba mtu yeyote mwenye matumaini haya anatakiwa kujitakasa, aishi maisha ya utakatifu. Na Biblia inasema ya kwamba nanyi mnajua ya kuwa yeye alidhihirishwa ili aziondoe dhambi, na dhambi haimo ndani yake. Huu ni mstari wa 5. Lakini ukirudi mstari wa 4, Biblia inasema kila anayefanya uasi anafanya dhambi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Ni mara ngapi watu wameishi katika matendo mabaya? Ni mara ngapi watu wameishi na kugalagala katika dhambi? Lakini japo wanaelekea makanisani na msikitini,
lakini bado dhambi imekuwa na nguvu kwenye mioyo ya watu. Hii ni kwa sababu gani? Kwa sababu watu hawajatambua kazi ya Yesu Kristo aliyokuja kufanya kwenye maisha yao. Ndiyo maana Biblia inasema katika mstari wa 5 ya kwamba yeye alidhihirishwa ili aziondoe dhambi. Uwepo wa Yesu Kristo duniani alikuja kuondoa dhambi, na Biblia inasema dhambi haimo ndani yake. Katika ule mstari wa 6 anasema kila akaye ndani yake hatendi dhambi. Kila akaye ndani yake hatendi dhambi. Na kila atendaye dhambi hakumuona yeye wala hakumtambua. Hapa tunaona andiko lingine linatuambia mtu anayekaa ndani ya Kristo hatendi dhambi. Ndivyo Biblia inasema katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 6. Kila akaye ndani yake hatendi dhambi. Na kila mtu anayetenda dhambi hakumuona yeye. Na kama alimuona basi hakutambua kazi ya Yesu Kristo kuja duniani. Ni sawasawa na mtu ambaye anang'atwa na mbu akiwa ametandika neti kitandani na kulala juu ya neti, kwa sababu hajui kazi ya neti. Ni sawasawa na mtu anaweza kuwa na sabuni, lakini kama hajui kazi ya sabuni anaweza kuishi kwenye uchafu vile vile. Ndivyo Biblia inavyotufundisha kwamba kama hatutajua kazi ya Yesu Kristo aliyekuja kuifanya duniani, maana yake ya kwamba watu wataendelea kuishi katika dhambi. Sikiliza mstari wa 7. Anasema watoto wadogo mtu asiwadanganye, atendaye haki yu na haki kama alivyo na haki. Kama yeye alivyo na haki. Atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Mtu asiwadanganye. Unaweza ukadanganywa ya kwamba pamoja na kwamba unatenda dhambi, lakini mbinguni utaingia. Unaweza ukadanganywa ya kwamba pamoja na kwamba wewe ni mzinzi au ni mtu wa tamaa mbaya au ni mwizi au ni mlevi, ya kwamba unaweza ukaingia mbinguni. Lakini Biblia inasema ya kwamba mtu asiwadanganye. Mtu asiwadanganye. Atendaye dhambi yu na dhambi, na atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Lakini tunapokwenda mstari ule wa 8, sasa ndipo anapotueleza ya kwamba atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Mstari wa 9, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Mstari wa 10, katika hili watoto wa Mungu ni dhahiri na watoto wa Ibilisi nao. Mtu yoyote asiyetenda haki atokani na Mungu. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba maandiko yanavyozungumza kwa uwazi ya kwamba unaweza ukadanganyika ya kwamba mimi mbona nasali, mbona mimi natoa sadaka, mbona mimi, lakini kama unatenda dhambi, Biblia inasema ya kwamba atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Ibilisi ndiye hutenda dhambi tangu mwanzo. Na ndiyo maana Yesu Kristo alikuja ili aweze kuleta ukombozi, kwa sababu dhambi ni nguvu ya giza ambayo inamfanya mtu aishi maisha machafu. Ni nguvu ya uchawi. Dhambi ni nguvu ya kipepo. Pasipo kuwepo na nguvu ya Mungu, hutaweza kutoka kwenye nguvu ya dhambi. Ujue ya kwamba utakuwa ni mtumwa na ukitumikishwa na dhambi, kama vile neno la Mungu linavyosema. Kwa hiyo katika mstari wa 7 anazungumzia kuto kujidanganya au kudanganya, kwamba unapotenda dhambi pamoja na dhambi zako unaweza kuingia katika ufalme wa Mungu. Biblia inasema usidanganyike. Mtu atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Lakini mtu anayetenda haki anatokana na Mungu. Ukisoma ule mstari wa 9, kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Kwa hiyo tunaona kigezo ambacho kinamfanya mtu asitende dhambi. Kigezo ambacho kinatajwa kiBiblia ni uzao. Uzao ndio unaomfanya mtu awe vile alivyo. Nyoka anapozaa mtoto anazaa nyoka, na yule nyoka atatembea kwa tumbo. Simba anazaa simba, yule mtoto atakuwa ni mfano wa simba na matendo yake yote. Samaki anazaa samaki, ataishi kwenye maji na hata fundishwa kuogelea. Lakini binadamu anazaa binadamu.
Sasa Mungu anazaa mtoto mwenye mfano wa Mungu. Ile hali ya kuwa na mamlaka dhidi ya dhambi, kuwa na mamlaka dhidi ya nguvu za uovu, kwa sababu dhambi ni uovu. Biblia inasema ya kwamba asili ya mtu ambaye anaipokea kwa njia ya kuzaliwa mara ya pili. Ukisoma katika Yohana sura ile ya 1 mstari wa 12, anasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa sio kwa mapenzi ya mtu bali Mungu. Kwa hiyo tunapozaliwa mara ya pili, maana yake tunabeba asili ya Mungu. Na ndiyo maana hapa katika mstari wa 9 Biblia inasema mtu aliyezaliwa na Mungu atendi dhambi, kwa sababu amebeba asili ya Mungu ndani yake. Ndugu yangu, hiki kitu ndicho ambacho ni siri nilipenda nikushirikishe siku ya leo. Wapo watu wengi wanajitahidi, wanapambana ya kwamba nataka kutenda mema ili ya kwamba niingie mbinguni, lakini wanashindwa kutenda mema. Na wakati mwingine katika somo linalokuja nitaelezea ni kwa nini watu wanashindwa kutenda mema. Sababu gani ya kibibilia ambayo inawafanya watu washindwe kutenda mema? Ijapo wanafundishwa na wazazi wao wanapokuwa wadogo, wanafundishwa mashuleni, wanafundishwa makanisani, lakini bado watu wanapindukia kuwa watu waovu. Kwa sababu gani? Nitaielezea kwa kina. Lakini hapa ninaeleza ya kwamba kitu kinachoweza kukusaidia wewe kutenda mema ni kumpa Yesu Kristo maisha yako. Umruhusu Yesu aingie moyoni mwako, akamate usukani, akuongoze, akuendeshe katika njia zake ili uweze kuyatimiza mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako. Bila hivyo unaweza ukaonekana kama mcha Mungu kwa nje, lakini kwa ndani ukawa umekufa, umeoza na unanuka mbele za Mungu kwa sababu ya dhambi za siri. Hata watu ambao wanakusifu wanasema wewe ni mwenye haki, lakini wewe unatambua ya kwamba una dhambi za siri. Kwa hiyo njia ya kuweza kukusaidia ni wewe kutubu dhambi, kwa sababu Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Ukisoma katika Waefeso sura ile ya 6 na ule mstari wa 23, Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Kwa hiyo ningependa kutumia fursa hii kukualika ndugu yangu ambaye bado unaishi maisha ya kawaida, maisha ya kidini tu pasipo wokovu, umpe Yesu Kristo maisha yako ili Yesu Kristo aweze kuokoa maisha yako kabla ya wewe hujaondoka katika ulimwengu huu. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba ukisoma katika Waebrania sura ya 9 na ule mstari wa 27 inasema ya kwamba baada ya kufa ni hukumu. Kwa hiyo ukifa ukiwa na dhambi, ujue utaingia katika hukumu ya adhabu ya Mungu ambayo ni jehanamu ya moto wa milele, kwa sababu ndio mshahara wa mtu anayetenda dhambi. Nimekupa mwaliko huu ili ya kwamba ufanye maamuzi sahihi, kwa sababu maamuzi haya yanakutaka wewe mwenyewe kwa moyo wako, kwa nafsi yako, kufanya maamuzi ya dhati kabla hujachelewa. Ikiwa uko tayari kumpa Yesu Kristo maisha yako, unaweza kusema maneno haya machache nyuma yangu. Sema: Baba Mungu, ninakuja mbele za uso wako. Ninakushukuru kwamba wewe ni mwema kwangu. Asante kwa ajili ya neno lako zuri ambalo nimelisikia kutoka kwa mtumishi wako. Nimelipokea neno lako kwa moyo wa furaha na upendo, na sasa ninatubu kwa moyo wangu nikiomba rehema zako ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Naomba unisamehe, na kupitia kifo chako Yesu Kristo pale msalabani, ulikufa kwa ajili yangu, ukafufuka kwa ajili yangu, ili mimi niweze kuwa huru mbali na dhambi, niweze kupata msamaha wa dhambi na ukombozi wa milele. Nimeomba haya Yesu Kristo kwa imani, katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru, amen. Mimi ninayesema nawe ni mchungaji Cosmas Paulo Komekwa wa kanisa la Pentecost Holiness Mission, chuo kikuu cha St. Joseph. Karibu kabisa na chuo kikuu cha St. Joseph. Kwa hiyo karibu kwa ajili ya maombezi, ushauri na mafundisho. Karibu sana. Na ibada zetu Jumapili tunaanza saa 3 mpaka saa 6:30 mchana. Jumanne tunakuwa na ibada ya mafundisho kuanzia saa 12 mpaka saa 1:30 za jioni, na siku ile ya Ijumaa mafundisho yetu ni saa 12 mpaka saa 1:30 jioni.
Karibu sana, tubarikiwe pamoja, tushirikiane pamoja. Mungu wa mbingu na nchi akubariki.